Tuko sawa mwalimu. Yeah, leo tunaenda kuangalia kwanza historia kuhusiana na Biblia, the way inavyowaongelea watu weusi. Biblia? Yes, Biblia. Inavyowaelezea weusi. Kwa sababu Biblia ni kuhusiana na watu weusi. Sio wazungu wala sio jamii zingine. Ni kuhusiana na watu weusi. Inamhusu mtu mweusi. Inamhusu mtu mweusi. Biblia. Na leo tutaenda kuangalia shahidi kadhaa ndani ya maandiko kumhusu mtu mweusi. Inawezekana tusimalize, lakini tutaendelea wakati mwingine. Kwa sababu leo hii mtu mweusi amekuwa ni mtu mwenye kujidharau, ni mtu mwenye kujiona hafai, duni. Hii ni kwa sababu gani? Tutaenda kuyaongea haya yote. Sawa. Kumbuka hapo ndani ya Biblia kuna manabii, kuna mitume, kuna wafalme, kuna hata malkia. Wote hawa kwa namna moja ama nyingine wana asili kutoka Afrika. Hawa wote, yani na waongelea kwenye Biblia, ndicho nachomaanisha. Hao wote wana asili kutoka Afrika. Kwa hiyo nataka tuende tu polepole ili tufuatilia aweze kuelewa, kwa sababu mwingine unapoanza kuongea kama hivi anaanza kusema naona sasa wameshaanza uongo wao tena. Ni kwa sababu haujui historia na historia yako hujui. Ndio maana tumekuwa tukisema hata Yesu Kristo mwenyewe pia pamoja na mitume aliyokuwa nao walikuwa ni watu weusi, ila walikuja kupakwa rangi nyeupe, walikuja kubadilikia kuanzia kwenye utawala wa Constantine the Great wa kwanza wa Rome, Italy, baada ya kuanzisha dini inayojulikana kama Christianity, au hiyo bana tunaita hiyo dini ya Ukristo. Yes, na tunaita ni hybrid religion. Dini ya Kikristo. Ndipo hapo wakaja sasa, kama ambavyo nimekuwa nikikuambia, maana sasa kuanzia mpaka hapo wahusika wote wa Biblia uko nyuma walikuwa ni watu weusi. Lakini sasa wao walipokuja kuanzisha Ukristo, matokeo yake ikaja kutokea kuwa sasa hawa wamekuwa ni watu weusi na sisi huku Warumi ni wazungu. Kwa kama sisi Warumi ni wazungu, je, fanyeje? Ndio kazi hiyo kipindi hicho, kumbuka kulikuwa mna kamera. Kwa kazi hiyo kulikuwa na wachoraji wenye kuchora. Kumbuka mpaka hapo michoro ile ya Yesu pamoja na wale mitume wake wote walikuwa ni weusi. Ndio sasa baada ya hapo ndio wakaanza kutafutwa sasa wakina Michael Angels, wakatafutwa baadaye huku wakina Leonardo da Vinci kuchora wahusika wa Biblia na kuwabadilisha sasa kuwapeleka kwenye ile rangi ambayo ni rangi ya kizungu. Lakini kabla hatujaendelea, ukumbuke watu wengi wamekuwa wakijiuliza haya maswali, na Waafrika wengi wanapata ile hisia ya ndani kabisa ya kutokuwa na matumaini na kukata tamaa. Hilo linabaki limening'inia kama wingu jeusi dhidi ya uwezo wao wa watu wa mataifa haya ya bara la Afrika, na hilo linakuja kudhihirika sasa kwenye umasikini, kwenye udhalimu unaoendelea, rushwa Afrika, umwagikaji damu, vita vya wenyewe kwa wenyewe, wazungu wanaita civil war, ukabila, tribalism, alafu kusambaratika kwa familia, na janga hili la maambukizi ya ugonjwa usiojulikana ambao wakati mwingine wajulikana kama ukimwi. Kwa haya ndiyo yanayosababisha na kuleta sasa hiyo kuwa Waafrika wengi waweze kujikataa. Sasa haya yote ni mambo yanayoonekana kwa macho, yanayoakisi ile hisia ya ndani ya kukata tamaa na kukosa tumaini ndani ya Waafrika wengi kwenye akili zao, na kuwa na ujumbe ndani ya akili zao na kujipa uhakika wa jambo hili kuwa sisi ni masikini, hatuna lolote tunaloweza kulifanya linaloweza kubadilisha ukweli huo, na mambo yamekuwa hivi siku zote, kamwe hayatakaa yabadilike. Alafu nje ya bara la Afrika wanaendelea kuipa nguvu hiyo dhana ya kusikitisha kwa Waafrika, maana
kumbuka wakati wa ukoloni walieneza au walielezea na kulitambulisha bara la Afrika kama bara la giza, kama dunia ya tatu, na leo wengine wanaita Afrika ni shimo jeusi ambalo ukiweka pesa zote zinamezwa huko ndani, maana kwa sababu sasa ya rushwa na nini. Alafu pia ukizingatia kile kinachoendelea sasa ndani ya Afrika, ndio unajikuta sasa Waafrika wengi wamekata tamaa, hawataki, yani wanajiona wako hivyo. Ndio matokeo yake sasa tulipokuja kuongezea tena na uchawi mwingine unaoitwa dini, na dini zikaja zikatuambia Waafrika ni matokeo ya laana, hiyo ikawa imeua kabisa na imemaliza kabisa. Umeona, kwa sababu ya theology ambayo tumekuwa tukijifunza. Sasa haya ndio yanayofanya Waafrika wengi wajione wamelaaniwa. Maana hata dini zimekuwa zikifundisha hivyo kuwahusu kuwa uwepo wao ni matokeo ya laana. Tumeyazungumza sana kuhusiana na mzee Nuhu, kwa mtoto wake yule alipomcheka gizani, basi kwa sababu mzee Nuhu alikuwa mzungu na watoto wake wote wazungu, basi mtoto yule alipomcheka gizani, babaka akamwambia kuwa wewe sasa kwa sababu umenicheka usiku, mimi wakati nimelewa na wewe utakuwa na rangi nyeusi kama giza. Kwa ndio sisi tukatoka huko. Kaambiwa pia kwa sababu wewe umetumia midomo yako kuniongelea, midomo yako itavimba. Yani yote hiyo ni kumpiga mtu mweusi aone, kwa sababu sisi wa Afrika tuna lips nene, umeona, midomo yetu tofauti na jamii zingine. Yote hiyo ilikuwa ni kumpiga huyu mtu mweusi. Lakini pia kwa sababu ya umasikini unaoendelea katika bara hili la Afrika, kuna maeneo ukienda unakuta yani watu wamekosa mpaka nguo za kuvaa. Unakuta watoto, kuna jamii zingine huku Afrika, kuna jamii zingine watoto wako uchi, basi ile inachukuliwa kama laana. Kwa sababu sasa wewe umemcheka baba yako, basi utatembea ukiwa mtupu, umeona, utatembea ukiwa uko uchi. Yani kwa sasa zikipigwa picha za vile wasema hii ni kwa sababu ya laana. Kwa hiyo haya yote ndiyo yanayosababisha wa Afrika kuweza kujikataa, kujidharau na kujiona sisi sio watu. Ndio maana hapa nataka sasa tuanze kuangalia ukweli ndani ya Biblia, kwa sababu tutaelezea kweli kadhaa. Lakini ukweli haupo hivyo, hapana. Ukweli ni kwamba Biblia nzima hii tunayoisoma inawahusu watu weusi, sio jamii zingine. Ingawa nazo zipo kwenye hii Biblia, lakini wahusika wakuu starring kwenye hiyo movie ni Waafrika. Hawa wengine ni wale tu unaonaga kwenye movie, yani starring na nini, tuseme ni Rambo. Mimi namfahamu Rambo na Arnold Schwarzenegger, wengine sijui, labda wakina Jackie Chan hao. Kwa sababu Jackie Chan vile yuko kwenye movie, alafu unaona kuna watu wanapita nyuma yake hivi. Sasa ndio jamii zingine umo kwenye Biblia. Lakini starring ukimuongelea starring master mwenyewe kwenye Biblia, watakuwa ni watu weusi. Na hii tutaenda kuangalia tu, na wala wanaotufuatilia wasiwe na haraka. Kumbuka, atuongee hivi ili kuleta ubaguzi wa rangi wala matabaka ama kujivunia Uafrika wetu zaidi na kuwanyanyasa wengine. Hapana. Tunaongelea ukweli wa Biblia. Kwa sababu Biblia hii inasema mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru. Kwa tunaongelea kuhusiana na ukweli wa Biblia. Ini kwa sababu historia imeandikwa na watu wenye nguvu na wenye madaraka, na tumedanganywa kwa muda mrefu sana, ila tunataka watu wa jamii yetu sisi waweze kujitambua, wajijue wao kuwa ni kings and queens. Yani wa Afrika wajijue hivyo kuwa ni kings and queens, yani wafalme na malikia, huku wakijijua wao ndio miungu pia waliozaa hizi jamii zingine kwenye hii sayari dunia. Isipokuwa tu koloni sasa umetuvuruga, ukawavuruga wale kings and queens, alafu hawa kings wakawa ni watumwa, alafu wale waliokuwa watakiwa kukaa kwenye hiyo position ni wao ndio wamekuwa nini, wamekuwa kule wamekuwa kule juu. Ndio maana sijui kama una Biblia karibu hapa. Iko mwalimu. Kama iko karibu, naomba unitafutie kitabu cha Mhubiri. Yani hapo ulikokuwa unasema mambo ya Biblia, inabidi nifungue kabisa iwe tayari. Asante sana. Kitabu cha Mhubiri 10:7 tutaweza kuangalia hapo. Kuna namna kitakuwa kinatueleza. Kitabu cha Mhubiri 10:7. Mimi nimeona
Umeona watumwa? Nimeona watumwa wamepanda farasi. Wamepanda farasi. Ngoja kwanza hapo. Kwani kuna shida mtumwa akipanda farasi? Ile shida inakuja mbele. Mbele ni nini tena? Na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Si umeona hiyo? Ndio maana nimesema hii lengo ni kujijua sisi kuwa we are kings and queens. Lakini sasa tatizo tumekuwa hivi, ndio hii sasa Mfalme Sulemani anasema kuna baa nimeliona mimi chini ya jua. Kwa mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Ndio. Watumwa wamepanda farasi. Alafu wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi. Ni ajabu. Imekuwa vice versa. Sijui umeelewa. Kwa sababu mtu mkuu ni nani? Mtu mkuu ni Mwafrika. Anaenda kwa miguu. Yes, anaenda kama watumwa. Yes, lakini alafu watumwa ambao wangetakiwa kuwa watumwa wao ndio waende hivyo, ni mpaka wajiunganishe na wakuu ndio waweze wao ndio wamepanda farasi. Huyu ni Mfalme Sulemani anasema mimi nimeona baa chini ya jua. Mstari ya juu panasema nimeona baa huko chini ya jua. Ukianzia mstari wa 5 wanasemaje mstari wa 5? Mstari wa 5 unasema liko baa nililoliona chini ya jua. Unajua anaposema anaongelea liko baa, anasema liko janga. Yani baa ni janga. Kuna janga, janga nimeliona mimi chini ya jua. Okay, tuachane na mengine ya ndoa hapa sasa. Baa lenyewe mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Alafu hawa wa nini wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi. Na Biblia ya Kiingereza inasema I have seen servants upon horses. Juu ya farasi. Anasema and princes. Yani princess sio princess yule ile ya nini? Yani ameongelea wafalme. Anasema wanatembea juu ya nini ya ardhi. Wao hawajapanda farasi. Hilo ndilo tatizo linalotusumbua Waafrika ambao ni wakuu wanatembea na miguu, alafu kuna wale ambao walifaa kutembea na miguu leo wamepanda farasi. Ni kwa sababu yote inaanzia kwenye nini? Kwenye akili. Ukisoma kitabu cha Zaburi, hatutaliangalia hilo, nitalimention tu. Kwa sababu kwenye kitabu cha Zaburi kuna mstari unasema, Mungu anasema mimi nimesema ninyi ndinyi miungu wana wa aliye juu. Umeelewa hiyo? Ninyi ndinyi miungu wana wa aliye juu. Yes. Kwa hiyo miungu ni nani? Tutaangalia hapa kwa sababu lazima tuwe na ushahidi kihistoria, ambayo Biblia pia tunaangalia ni sehemu ya historia, lakini scientifical, lakini pia vile vile na hivyo sasa kama tunavyoona na mambo yanavyoenda. Kwa hiyo nataka tuendeleza sasa. Kwanza ukweli wa kwanza ni kuwa Adam na Eva walikuwa ni watu weusi. Ndio maana nikakwambia Bible is about black people. Adam na Eva walikuwa ni watu weusi. Okay, mtu ataniambia una ushahidi gani? Kwanza tusome huo mstari alafu baada ya hapo tuendelee sasa. Yes, Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Mwanzo 2 mstari wa 7. Sawa. Yes, tuone. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Sasa Kiswahili hakijakaa vizuri. Sasa usema mavumbi ni nini? Lakini kinachoongelewa ni udongo. Yaani tafsiri sahihi ambayo ingetakiwa kuongelewa hapa, akamfanya mtu kwa udongo kutoka kwenye ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Ndio. Mtu akawa nafsi hai. Sasa kama wote tunavyojua, angalia rangi ya udongo ilivyo. Alafu leo jaribu kufananisha na jamii ipi ya wanadamu gani wanaofanana na udongo. Kana unajua wakati unazungumza hivyo, sijajua kama nitembea sehemu zote. Yes. Hata ukienda mataifa mengi, ndio kama ardhi ni kama rangi hii hapa. Usiseme tu kwa hekima kama rangi hii, sema ni rangi hii. Ndio maana nimekuambia wewe angalia udongo uone. Yaani hapo ulivyozungumza nifananishe rangi yangu hii na udongo. Yaani hapo akili ikaniambia ndio ardhi ambayo nakanyaga mpaka sasa hivi nikiwa hapa Arusha. Ndio ni kama ya kwangu kabisa. Kumbuka ardhi ambayo inafanya vitu viwe na rutuba, ardhi ni nyeusi. Ni udongo mweusi, udongo wenye nguvu. Na utakuja kugundua kuwa ni wa Afrika kwa sababu Afrika kuna udongo wenye rutuba.
Si umeelewa hiyo? Udongo wenye kuzalisha, udongo mweusi na udongo wenye afya. Hapo ndipo unapokuja kugundua Mungu alimuumba mwanadamu kupitia udongo huo. Sasa niambie, inawezekanaje Mungu amuumbe mtu kwa udongo mweusi alafu mtu awe ni amepakwa rangi nyingine au ni nini kinachokuja? Umeelewa? Ufahamu. Hapo unakuja kugundua kuwa kuna ukweli ambao hata wazungu wenyewe wanaujua, ila wakaamua kuuficha. Maana watakuwa wanamtukuza mtu mweusi, na hilo kwao hawataki kabisa iwe hivyo. Kwa sababu wanaelewa the way ambavyo mtu mweusi amebarikiwa. Wanamjua mtu mweusi vile ambavyo Mungu amempendelea. Lakini endapo wataenda kuliongelea hilo, watakuwa wanautukuza ukuu wa nini? Ukuu wa Mwafrika, ukuu wa mtu mweusi, jambo ambalo hawataki kabisa ni nini. Ndio maana wanakuambia. Lakini kumbuka pia wanasayansi pia wamethibitisha hilo kuwa asili ya wanadamu wote ulimwenguni ni Afrika. Ukumbuke hilo. Wanasayansi wenyewe wamelithibitisha hilo. Na tunasemaga kuwa kama mwanasayansi ameongea, sisi ni nani tupinge? Umeona, it is proven scientifically kuwa asili ya binadamu wote ni kutokea Afrika. Sasa udongo wenye ardhi nzuri, ardhi ambayo udongo wake unazalisha vitu duniani kote ni wapi kama sio Afrika? Umeelewa? Lakini tukumbuke sasa, hata historia na wanahistoria wote wanakiri kabisa kwamba ustaarabu wote wa dunia nzima pia ulianzia Afrika, ndipo ukaanza kusambaa maeneo mengine. Ustaarabu, yani unaona ustaarabu uko duniani wote umeanzia Afrika, baada ya kutoka hapa ukaanza kusambaa maeneo mengine. Bado hawa ukiangalia wanahistoria na wanasayansi wanaendelea kuipa nguvu hii dhana ya kitabu cha tuliyosoma hii Mwanzo 2:7. Wanaendelea kuipa dhana hiyo kwa sababu kumbuka, wanakuambia waliwahi kufanya utafiti kwenye chuo kimoja kikuu cha nchini Australia, Sydney pale Australia. Wanasema ile jini ya mwanzo kabisa inajulikana kama Eve gene, na hiyo jini asili yake ni Afrika. Na wao pale wanasema hiyo jini ina umri wa miaka milioni 2. Milioni 2. Sasa mtu mwingine anaweza asielewe, labda tumfafanulie kidogo Bwana Deogratias Festo. Ukisoma hii Biblia King James inaonekana kama dunia imekuwepo miaka 6000 iliyopita. Lakini ukweli sio hivyo. Ni kwa sababu Biblia King James imechukua maandiko kutoka kwenye tablet stone ambazo ziko kwenye jumba la makumbusho pale Uingereza. Museum iko pale Uingereza. Kwa hiyo kuna vibao vya mawe ambavyo sasa ndio wamechukua, wamenakili maandiko mengi kutokea mle. Sasa Uingereza yenyewe ukiangalia inaonekana kama tangu Mungu anaumba dunia miaka 2000 imepita, kutoka pale mpaka kuja kwa Musa hapo miaka 2000, kutoka kwa Adamu mpaka Musa. Alafu kitoka hapo kwa Adamu uje mpaka wakati wa Musa, uje mpaka wakati wa Yesu kuna miaka 2000 imepita. Alafu kitoka wakati wa Yesu mpaka wakati huu tulionao inaonekana kuna miaka 2000 tena imepita. Lakini hiyo sio kweli. Dunia haijakuwepo miaka 6000. Yani hiyo ni miaka, sijui tusemaje. Hiyo miaka ni nukta. Katika dunia kuwepo. Dunia imekuwepo billions of years. Yes, mabilioni ya miaka dunia imekuwepo. Lakini mpaka leo wanatuambia dunia imeisha siku za mwisho hizo. Sasa dunia imeisha. Sijui wao. Sasa nimerelate na hizi kauli ambazo tumedumu kuambiwa na baadhi ya watu. Kwa kama uko unaelezea hivi mwalimu, miaka billions of years. Dunia ipo. Imekuwepo tu. Sasa unakuja unatuambia kwamba kwa sababu pia hata kumbuka kabla ya Adam kulikuwaga na kizazi pia kingine. Kabla ya Adam kilikuwepo huko nyuma kizazi ambacho kilienda, na ukumbuke hii dunia pia Lucifer amewahi kuitawala sana hii dunia. Alikuwa mfalme kipindi hicho, hajasi mbinguni. Kwa hiyo hii dunia yani ameitawala sana. Ndio maana Biblia wasomi watasoma wao wenyewe, Ezekiel anaposema mwanadamu mfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Mfalme wa Tiro ni nani? Alikuwa ni Lucifer, ambaye Biblia inasema Mungu alikuweka kwenye bustani ya Eden. Hiyo ni Eden inayoongelewa, sio hii Adam na Eva. No, kulikuwa na Eden nyingine.
yani tofauti na hiyo. Mambo ni mengi, lakini sasa hayo mambo ya kihistoria wacha kwanza tuachane nayo. So miaka ilianza kuhesabiwa pale ambapo Adam alichemka. Ndipo miaka ikaanza kufanya nini? Wakaanza kuhesabu miaka. Labda nikuulize swali moja ambalo mtu anaweza kakataa hiki tunachokiongea kwa sababu ya uelewa. Nikuulize swali moja, how comes mtu aliyeumbwa unaanzaje kumhesabia miaka? So umeelewa? Adam ameumbwa. Sasa kama ameumbwa unasemaje aliishi miaka 900 wakati aliumbwa? Unaona, anayeishi miaka hiyo ni mtu aliyezaliwa. Jamani, tangu kuzaliwa kwake ilikuwa ni hapa. Alafu ameenda amefika miaka 70 ameondoka. Ndivyo ilivyokuwa. Sasa yule ameumbwa unamhesabiaje miaka? Ni kwa sababu miaka ilianza kuhesabiwa baada ya Adam kuchemka. Kumbuka hapo walishaishi mamiaka na miaka huko nyuma. Ndio ikaanza kuhesabiwa pale miaka. Ndio maana ukienda vitu vingi Deogratias Festo watu wengi hawavijui. Naomba hapa kabla sijaendelea ni jaribu kuangalia. Biblia hii ina maandiko mengi sana ya kurejelea kwenye vitabu ambavyo havipo kwenye Biblia. Ndio maana unaona hata kuna kitabu cha Hesabu nafikiri ni 22:14 kitu kama hicho. Anasema na mambo haya yameandikwa katika kitabu cha chuo cha vita vya Bwana. Si umeelewa? Sasa hicho kitabu cha chuo cha vita vya Bwana tutakipata wapi sisi? Okay, ukienda tena kwenye kitabu cha Samueli wangapi kile kinaelezea kuwa haya mambo yameandikwa katika kitabu cha Nabii Samueli mwenyewe. Hakimu kwenye Biblia. Haya, ukija Samueli wa pili 1:18 anasema na haya mambo yameandikwa katika kitabu cha Yashari. Hatuna kwenye nini kwenye Biblia. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo watu hawavielewi. Ndio maana anasema Adamu mwenyewe Hawa hakuwa mkewe wa kwanza. Mke wake wa kwanza alikuwa anaitwa mwanamama Lilith. Haya mambo kwenye Biblia. Na huyu mwanamama Lilith walizaa naye watoto 200. Uliwahi kulijua hilo? Watoto 200 na watoto 200 wamezaa naye. Mama mmoja. Mama huyo mmoja kwa sababu zamani hizo walikuwa kama miungu. Yaani sio binadamu sisi. Sasa leo tuanza kufikiria kwa namna ya binadamu tulivyo. No, walikuwa okay, nikupe mfano mmoja. Maana mimi napenda niende na mifano ili uweze kunielewa. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Warumi, sawa? Inasema kuwa Ibrahimu akiwa na umri wa miaka 100 akawa amempata mtoto ili hali mwili wake ulikuwa katika hali ya kufanyaje? Katika hali ya kufa, si ndio? Maana mzee wa miaka 100 si unajua tena mambo hayo. Mzee wa miaka 100. Na Biblia inasema alikuwa katika hali ya kufa. Na kama alikuwa katika hali ya kufa, nafikiri tunaelewana tukisema hivyo, wasikilizaji wetu wanaelewa. Biblia inaposema alikuwa katika hali ya kufa, sitaki nifafanushe sana kwa sababu naamini ule muda wetu wa kuanzia saa 4 ambapo watoto wanakuwa wameshalala huo hatuwezi tukadini. Kwa Biblia inaposema mtu mwenye miaka 100 akiwa katika hali ya kufanyaje? Ya kufa, lakini bado aliweza kupata mtoto ambaye mtoto ni nani? Ni Isaka na mkewe ambaye alikuwa. Sasa twende, hebu rudi kule kwa Ibrahimu mwenyewe. Si miaka 100 yuko katika hali ya kufa. Lakini Biblia inasema alipofikisha miaka 120 mkewe Sara akafa. Ibrahimu akaoa mke mwingine anaitwa Ketura akazaa naye watoto 6. Sasa huyu mtu aliyekuwa katika hali ya kufa miaka 100 amewezaje kuzaa tena na mwanamke mwingine? Na hapo ilikuwa ni miaka 100 mnasema katika hali ya kufa. Amefikisha 120 kaoa na amezaa tena watoto wengine. Amekufa akiwa na miaka 175. Ni kwa sababu mwandishi wa Warumi alikuwa anaandika kulingana na nyakati zao wao. Watu wenye umri wa miaka 100 walikuwa ni wazee hawawezi kitu chochote. Lakini rudi nyuma sasa kwenye rudi nyuma kule kwa Ibrahimu. Miaka 100 ni kijana bado. Kwanza kumepambazuka. Ndio hivyo sasa. Kwa hiyo maana yake haya itaka watu waweze kuyaelewa. Maana tukijua historia inatusaidia. Kwa bado tuko tunaendelea. Kumbuka hata Mungu alipotaka sasa, maana nimesema Biblia inahusu watu weusi. Kumbuka hata Mungu alipotaka kuanzisha taifa lake la Israeli, ilibidi mwanzilishi ambaye ni Nabii Musa akae kwanza kujifunza kwenye jumba la kifalme la Farao ambaye ni Mwafrika. Umeona? Ndio maana nakwambia hivi. Sasa wanaujua ukweli, ndio maana wakaamua kuifutilia mbali historia ya Afrika na kutunga historia yao ya uongo ili kuileta huko. Ndio maana siku zote nimekuwa nikisema black history imekuwa imefutwa. Maana ndio maana tukapewa white history ambayo haina chochote ndani yake. Ndio maana historia ya mtu mweusi inaanzia karne ya 15. Karne ya 15, nyuma ya karne ya 15 blank. Hamna kitu chochote.
unaambiwa tu wa Afrika walikuwa ni washenzi tu walioko huko mapolini, hawana kitu chochote na hivyo tupo tu. Yes, tupo tu. Umeona? Kwa hiyo iko namna hiyo. Lakini sasa turudi kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwenye kitabu cha Mwanzo pale, sura ya 2, twende mstari wa 13. Mwanzo 2:13. Na jina la mto wa pili ni Gihoni. Ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Sasa nataka ujue kuwa Biblia inapoongelea Kushi inarejelea Ethiopia. Hapo ni Afrika. Ndio. Maana hiyo kumbuka ni bustani ya Eden ndio inaelezewa hapo. Ndio maana anasema jina la mto wa pili ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Maana yake inaongelea hapo. Sasa ukumbuke tunapoongelea Kushi zamani, kumbuka tuongelea Libya, Sudani, Ethiopia pamoja na Misri yenyewe. Umeona, au Ethiopia yenyewe ndio Kushi. Yes, tumeongelea Libya, Sudani, Misri na Ethiopia yenyewe. Ndio Kushi yenyewe. Kwa hilo liko hivyo. Kwa hiyo ni namba 1, ushahidi namba 1 kuwa Adam na Eva walikuwa ni watu weusi. Huo ni ushahidi namba 1. Ushahidi namba 1. Kwa sababu tumesema hata kuumbwa kwao Mungu aliumba kutokana na udongo. Sasa udongo ni rangi gani? Umeona? Haya, twende nyingine. Ushahidi mwingine, Afrika imekuwa na jukumu muhimu sana katika historia ya Biblia. Na leo hii kuna watu ukiwauliza watakuambia ni Israeli. Mpaka uwezo kujua pengine wanaongelea Rome au wanaongelea Babeli. Lakini Afrika hii ni historia ambayo watu wengi sana wanakosa kujua, lakini Biblia ina ushahidi mwingi sana wa jukumu la Afrika katika historia ya Biblia. Biblia hii, unaona, yani Afrika ina jukumu kubwa sana. Okay, tuanze na mzee Nuhu kwa mfano. Mzee Nuhu ambaye watoto wake wote ndio waliohusika, watoto watatu wale, kwa sababu alikuwepo Shem, alikuwepo Ham, alikuwepo na Jafet. Hao watoto ndio waliohusika kwenye lile jukumu la kuijaza dunia. Kwa sababu kumbuka walipotoka kwenye safina waliambiwa kuwa, walipewa maagizo kuwa zaeni mkaongezeke mkaijaze dunia. Kwa hiyo hawa wanahusika kwenye kuijaza dunia. Kwa hiyo mzee Nuhu sasa, kwanza ukoo wa Ham uliweka makazi yake Afrika. Kumbuka tunaongelea ni Biblia. Sawa. Ukoo wa Ham uliweka makazi yake Afrika. Watoto wake hawa, watoto wa Ham ambao sasa mtoto huyo alikuwa anaitwa Kush. Umeona, Kushi ambaye ni Ethiopia, sawa? Kuna mtoto mwingine alikuwa anaitwa Misrayan ambaye na yeye ni Misri. Sasa unapoongelea Misri, weka ndani Libya, weka ndani Kanaani. Na pia ukumbuke kumekuwa na historia muhimu sana ya matukio muhimu ndani ya Biblia katika maeneo hayo. Na hayo maeneo nikikwambia, kumbuka Abraham au Ibrahim, baba wa imani katika dini zote tatu, maana dini ya Kikristo, dini ya Kiyahudi na dini ya Kiislamu, maana huyu ni baba wa imani kwenye hizi dini zote tatu. Yes, huyu Ibrahim, kumbuka utajiri wake aliupatia Afrika. Maana Ibrahim ametoka huko kwao, huko ule Wakaldayo huko katoka, Mungu akamwambia ondoka wewe na nini, kwa sababu ukumbuke Ibrahim aliishi wakati wa bwana mmoja anaitwa Nimrod. Na Nimrod yule alikuwa ni muabudu jua, mtu ambaye amewakusanya watu wajenge mnara wa Babeli ili waende wamfikie Mungu. Sasa kwenye ujenzi ule wa mnara wa Babeli na nini hivyo, sasa Nimrod akawa akilala hivi usiku anaota ndoto kuna mtoto amezaliwa anakuja kumuua. Sasa hivyo akawaeleza bwana nini wale waganga wake wale. Ambia jamani, nimeota ndoto mwenzenu. Ndoto gani mkuu umeota? Sasa ameota kuna mtoto ana nini anazaliwa anakuja kumuua. Basi wakakaa kidogo, akazaliwa Ibrahimu. Amezaliwa Ibrahimu, wale wataalamu wakaja wakamwambia mzee, tumepata sasa yule mtoto, na wale wanapiga nini, wanapiga ndumba kweli kweli. Ambia tumepata yule mtoto ambaye ulisema kuwa amezaliwa ili aje akuue. Ni nani, mleteni hapa. Kwa sasa ikabidi baba yake na Ibrahimu, mzee Tera, alifeki kifo cha Ibrahimu. Anakamleta mtoto mwingine aliyeuawa, alafu akasema mtoto mwenyewe ndio huyo hapa, yule ambaye alikuwa akuwe. Alafu Ibrahimu akafichwa kwenye mapango, wakatorokea mapangoni. Lakini mwamba kila akilala usiku anaona mbona bado yule mtoto yuko anakuja kuninyonga. Akaenda akambana sasa mzee Ibrahimu. Mbona akamwambia hapana, usinidanganye, nataka umlete huyo nani, umlete huyo mtoto. Ndio sasa Ibrahimu akaletwa. Sasa hiyo ni historia, haiko kwenye Biblia.
Alipoletwa Ibrahim, huyu Nimrod akaamua amchome kwenye tanuru la moto kama vile wakina Shadraka, Meshaki na Abednego. Lakini sasa kwenye lile tanuri la moto bado alitoka Ibrahim, moto haukuweza kunini, haukuweza kumchoma. Sasa kwa sababu hujaweza kumchoma, ikabidi sasa watu wakaanza kushangilia wakisema Nimrod amepata mbabe wake. Kwa sababu alikuwa ni mtawala mwenye nini, sasa amepata mbabe wake. Kwa hivyo sasa huyu Ibrahim sasa baadaye huko ndio Mungu anakuja kwenye hii Biblia anakuja anamwambia toka uende. Lakini alipofika pale hapo Palestina amekaa alafu njaa ikatokea. Ilipotokea njaa, Ibrahimu akimbilie wapi? Atakimbilia Edeni. Maana Edeni kule ndio kuna chakula. Na Edeni ni wapi? Ni Afrika. Afrika kaenda chakula. Yes, kwenye chakula. Ndio mzee huyu bwana akafika mpaka Afrika huko akaja akadanganya sasa, jamani mimi mwenzenu huyu dadangu mkewe yule. Huyu dadangu basi sasa baadaye huko ndio Farao sasa katika zile taratibu zao wamemchukua yule mwanamke, wamemuogesha kwa sababu uende kwa mfalme hivi lazima uoge kweli, tena sio chini ya miezi 6. Na kuna watu wanakupa instruction namna ya kukaa mbele ya mfalme, namna ya kumjibu mfalme, kwanza usimwangalie usoni mfalme. Sasa kwenye ile miezi ile pale ilipofika sasa ile wakati wa Farao anatakiwa amuoe mkewe aliyemlipia mahari, maana alimpa mahari Ibrahim. Wakati anatakiwa sasa aende sasa kwenye honeymoon, mzee anashangaa kila akigosogea hivi kitandani network no signal. Lakini akirudi nyuma signal ipo. Ikabidi aita waganga sasa wale wa Misri sasa, hebu jamani niangalizieni nani amepiga hii juju hapa. Wale kuchekecha wakaambia mzee hii sio juju. Ni nini? Ambia hapa kuna huyu atueleze vizuri. Huyu ni mke wa mtu huyu. Ndio sasa Ibrahim kuitwa. Anaitwa pala anaambiwa bwana vipi mbona umetudanganya? Ambia jamani niliogopa mtaniua. Ndio ikabidi sasa Farao ampe mali nyingi kwa sababu kile kitendo kwa utawala wa Misri kingekuwa ni kitendo cha aibu kutaka kuchukua mke wa mtu. Ingawa Farao alikuwa ajui. Kwa ingekuwa ni aibu, akapewa mali. Kwa utajiri wa mzee Ibrahimu ambaye ndio baba wa imani tunayemfuatilia kati ya dini ya Kikristo, Kiislamu na Kiyahudi, utajiri wake aliupatia Afrika. Si unanipata vizuri? Alipoupata Afrika ndio aliporudi sasa Palestina, akaenda akanunua ule mji wa Yerusalemu ambao leo unagombaniwa na Wayahudi na Wapalestina. Yes, kwa unaona hivyo ilivyo sasa. Ndio maana nikakwambia Afrika imekuwa na historia kubwa sana. Watu kiwauliza watakwambia historia ni Israeli. Na maana nikasema labda pengine watakuwa wanarejelea Babiloni au uko Rome. Lakini ukiongelea sasa Biblia yenyewe ni kuhusiana na nini na Afrika. Lakini kumbuka pia sasa huyo ni Ibrahim. Kumbuka alipata utajiri wake huko, lakini akaja pia mjukuu wake ambaye ni Yusufu. Yusufu mjukuu wake akaja akapata umaarufu mkubwa sana ndani ya Afrika, na Afrika kwenyewe mpaka akapata uongozi, akawa yeye ni wa pili akitoka Farao. Maana unajua Farao kilikuwa cheo kikubwa mno, na kipindi hicho hiyo Misri tunayoiongelea ilikuwa ni super power duniani. Yani kama leo si ulinganisha na taifa gani, labda Marekani au Urusi au China vile ilivyo. Maana ilikuwa ni mojawapo ya mataifa ambayo yalikuwa ni super power duniani. Lakini kumbuka mjukuu wake huyu ambaye sasa ni nani ni Yusufu, amekuja akapata uongozi mkubwa hapo ndani ya Afrika. Alafu baadaye huyu Yusufu amekuja kuisaidia familia yake kuitoa kwenye janga la njaa lililoikumba dunia nzima kupitia Afrika. Mpaka hapo haujaona tulikuwa angalia jukumu la Afrika katika Biblia namna lilivyo kubwa mno kuliko mambo mengine. Lakini ukumbuke pia Musa, kama nilivyoongea hapo mwanzo, kuwa amekulia katika ardhi ya Afrika, na hata ukombozi wa wana wa Israeli kutoka utumwani ilikuwa ni Afrika. Kumbuka hata familia ya Yesu Kristo pia ilikimbilia Afrika kumficha mtoto aliyekuwa anataka kuuawa na Herode. Kwa nini Afrika? Kwa nini Afrika?
Umeona? Je, wewe unajijua wewe Mwafrika hivyo? Lakini sio watu wazi. Ngoja tuendelee alafu nitaongea. Kumbuka Afrika imekuwa ni mahali ambapo pamekuwa ni eneo muhimu sana kwa Mungu kupitisha nguvu zake. Lakini ukweli huu ulikuwa umefichwa kwa sababu hawakutaka ujue hilo, maana kama ungelijua ungeringa sana. Mtu mweusi ungeringa sana. Sasa watu walipoanza kujiingiza kwenye Biblia, hususan watu wa Mashariki ya Kati na Ulaya, wakasahau kuwa Afrika ndio msingi wa kila kitu tunachokiona leo hii kwenye Biblia. Kumbuka kuwa nchi ya Israeli ilikuwa ni sehemu ya Afrika Mashariki. Ukumbuke hilo. Ni mpaka mwaka 1850 baada ya Waingereza kuja kugawa sasa mipaka hiyo na kupeleka kule. Wenyewe wakaipeleka upande wa Middle East, lakini ilikuwa huko. Sasa kwa nini tunajifunza haya? Ni kwa sababu kujifunza uwepo wa Afrika kwenye Biblia, hilo litasaidia kuondoa ile dhana ya kuwa Ukristo ni dini ya wazungu waliileta Afrika. Maana wasingekuwa wao wazungu kuleta Afrika, basi tukumbuke basi Afrika, Waafrika wote wangeingia motoni. Kwa sababu ndio maana Mungu aliwatumia wale kuja kutuletea dini. Sio kweli. Kwa sababu napoongelea historia ya Ukristo. Sasa tukiongelea Ukristo ni kitu kingine. Nafikiri unanielewa. Tukiongelea Ukristo ni kitu kingine. Ndio maana unaona mfano Ethiopia, taifa ambalo halijawahi kutawaliwa, wale sio Wakristo. Wale ni Orthodox. Yani Ukristo ni kitu kingine, ni dini aliyoianzisha huyo mfalme nani huyu Constantine the Great wa kwanza. Yes, Ukristo, Christianity. Ndio maana, lakini wacha tutumie tu hilo Ukristo. Ndio maana tunasema hivyo. Ndio maana kama uliwahi kusikia Mheshimiwa baba yetu aliwahi kuongea akasema, mimi sio Mkristo, mimi ni mwana wa ufalme. Ndicho tunachokiongelea. Lakini kwa lugha nyepesi mtu kukuelewa, ukisema mimi ni Mkristo, unaona kila mtu anakuelewa. Kwa hiyo ndivyo. Ndio maana unaona walipokuja sasa na dhana ya kumtambulisha Yesu mzungu kwetu, ilikuwa ni mchakato wa kutaka kutufahamisha kuwa bila mzungu sisi tungekuwa ni wa kuchomwa motoni. Ni maana ilibidi aje Yesu mzungu, aje atukomboe watu weusi tunaofanana na shetani. Ili sasa na sisi tumfuate. Umeelewa hilo? Na wakati mwangu ukiongea hivyo, kuna picha ambazo huwa zinatengenezwa ama video fulani zinatengenezwa. Zimekuwa zikinipa maswali mengi sana. Kwa mfano unakuta wana design picha fulani ambayo inakuwa na ngazi, ngazi alafu pembeni kuna mawingu, kama ni watu ambao wanaelekea mbinguni. Kama ushike kukutana nayo picha hiyo. Ndio. Halafu watu ambao wako hapo ni white. Yes. Sasa nikaanza kujiuliza, mbona picha nyingi sana za kuelekea huko huwa nyingi ni nyeupe tu? Jamani, hakuna hata weusi? Sasa kama ni maswali kujiuliza mwalimu hayo. Kama nyinyi wachoraji wenu hawajichori, mnataka iweje sasa? Alafu ni nani atakaye kukubalia leo hii mfano ikaja, yani ile kuwa mbingu sasa ni watu weusi? Lakini Biblia ukiangalia sinasema taifa yote yatakusanyika mbele zake. Sasa iweje? Alafu sasa swali linalokuja, ukumbuke mbinguni kule, hii miili tunaiacha hapa. Kweli. Alafu mbinguni tunaingia ni roho. Sasa kuna roho mzungu, roho mweusi, roho mwarabu. Sijaeku. Umeona? Kaona gundua bado ni ule tumchakato wa kupiga akili za wa Afrika ili wajione kuwa wao mbingu haikuwa sehemu yao. Sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Isipokuwa tu ndivyo hivyo. Kwa hiyo Bwana Deogratias Festo, mimi naomba kwa leo tuishie hapa, lakini tutaendelea na kweli zingine kuhusiana na uwepo wa Afrika katika Biblia. Yes.